kutoka kwa Hamas kuhusu pendekezo la hivi karibuni la amani. Haya yanajiri siku moja kuliwa na serikali na inanuia kuimarisha nafasi ya Nigeria katika soko la Shia. Ni Beldin Waliaula. Vikosi vya Israeli vimeshafanya mashambulizi mengine katika jiji la Gaza ambapo jeshi la ulinzi la Israeli linasema jiji hilo lipo karibuni kuzingirwa. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz anasema wakazi wana fursa ya mwisho ya kuweza kukimbia eneo la kusini. Hakujatolewa tamko lolote kutoka kwa Hamas kuhusu pendekezo la hivi karibuni la amani. Haya yanajiri siku moja baada ya mpango wa Donald Trump kumaliza vita huko Gaza unaokubaliwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini je, mpango huu ni wa kuaminika? Na je, vita hivi kombioni kumalizika? Nimezungumza na Sister Jane Kimathi, mhadhiri wa amani pamoja na mizozo kutoka nchini Kenya, pamoja na Mohamed Isa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa. Kinachotokea ni wazi kwamba kutambuliwa ama mataifa ya Ulaya hasa kusema yanatambua uwepo wa taifa la Palestina kumefanya kuwe na mabadiliko katika sera za Rais Donald Trump, lakini pia Benjamin Netanyahu ambaye alikuwa hataki wazi mapatano mpaka kufikia hatua hii ya sasa. Kama kutakuwa na amani ya Mashariki ya Kati, Gaza, basi ni kutokana na hatua ambazo watakuwa wamechukua Marekani, na hivyo kumbakiza Marekani kuwa kama ndiyo taifa lenye nguvu linaloliamua ndilo litakalokuwa, pamoja na kwamba mapatano hayo ya amani yatakuwa vigumu wakati mwingine kukubalika kwa wakazi wa Gaza, ingawa jumuiya ya kimataifa inategemewa sana kuunga mkono juhudi hizi. Vinginevyo yatakuwa mapatano mengine ambayo yatapita pasi au juhudi za amani ambazo zitapita pasina kuwa na matokeo yoyote. Asante sana Mohamed. Sister Jenny, nakuja kwako. Siku 5 kutoka leo hii Oktoba 7, miaka 2 itatimia tangu kuanza kwa mashambulizi haya. Mkakati huu wa sasa wa Netanyahu wa kukubali mapendekezo ya Donald Trump kumaliza hivi vita, je, ni ya kuaminika ama pengine ni njia tu ya muda, kwa sababu kumekuwa na juhudi nyingi zimekuwa zikiendelea lakini bado vita hii ilikuwa haikomi na haijakoma mpaka sasa? Ni ya muda mdogo kabisa. Alafu inaonekana hataki solution ya mwisho kabisa. Ni solution inaitangwa na kizungu instant solution, kwa sababu kuna mataifa mengi yanaangalia yanaendeleaje. Kama mwenzangu amesema, hatujui, hatuwezi tukaamini matatizo yataisha ama yataendelea ama amani itadumu. Tutasubiri tujue mani ukweli, kwa sababu yapita karibu miaka 2. Mbona kuna wengine walikuwa nauliza amani na haijafanyika, inafanyika leo hii. Utawala wa Donald Trump, pengine Mohamed Isa, tunajua una ushawishi, lakini cha kujiuliza, unadhani kwa hili una nguvu kiasi gani mpaka kuweza kumsababisha Benjamin Netanyahu kuachana ile misimamo ambayo amekuwa nayo na hatimaye kuweza kufikiwa makubaliano ya kumaliza vita hivi vya kule Gaza? Ni vigumu kwa Benjamin Netanyahu kuchukuliwa hatua yoyote ile, hata na Marekani au Israeli kuchukuliwa hatua yoyote na Marekani katika historia ya mataifa hayo mawili. Israeli ilishawahi kuishambulia Marekani mwaka wa 1967, merikebu moja ya Marekani iliposhambuliwa na wakauawa askari 102 wa Marekani, na Marekani hakufanya chochote. Na hii ni kuonyesha kwamba Waisraeli walioko Marekani, ambayo inajulikana kama Jewish lobby, ndio yenye nguvu na ushawishi mkubwa hata kuamua ni nani awe rais wa Marekani au nani abaki kwenye madaraka. Kwa hivyo huwezi ukasema kwamba ni Trump kumwamrisha Benjamin Netanyahu. Sana sana kama alivyosema Jane hapo, itakuwa ni kama kupoteza muda ili upatikane muda wa ziada wa maongezi na Netanyahu aendelea na anachokifanya Gaza, kwa sababu unaposema katika sharti la amani hatutaki kuwaona Hamas wawepo kwenye mapatano hayo ya amani, ni wazi umeshayawekea kikwazo hayo mapatano, kwa maana ya kwamba hawatokubali. Kwa kuwa hawatokubali, basi Benjamin Netanyahu, endelea na unachofanya. Kwa kweli ni swala tu la ujanja au tuseme kununua muda ili linalokusudiwa lifanyike Gaza lifanyike. Tumeona katika mkutano mkuu wa Umoja wa mataifa mengi yamelitambua taifa la Palestina, kitu ambacho Benjamin Netanyahu yeye hakubaliani nacho kabisa. Pengine Sister Jenny, unadhani
unadhani Netanyahu kuto kukubali taifa la Palestina kutambuliwa kama taifa huru kunaweza kuvuruga mpango huu wa amani ambao Marekani sasa imeusimamia kidete? Kukubali kwa mataifa mengine imeona shida imekuwa muda mrefu, na Netanyahu si mtu wa kuaminika. Lazima anasema ndio leo na kesho hasemi ndio, kwa sababu ya mataifa yenye yafanya ile na mpush nyuma venye mwenzangu amesema. Mataifa mengi yanataka amani, saizi atasema hivyo, lakini yeye naweza akaaminika paka ifike hiyo siku ya mwisho tuseme ya kuwa amani imetokea Palestina. Tunagojea tu mwenzangu tusikie yenye itatokea, lakini ombi letu ni amani. Mohamed Issa, siasa za ndani Israeli unadhani zina nguvu kiasi gani kuweza kuwezesha mpango huu wa amani na kusitishwa kwa vita kati ya Israel na Palestina kuweza kutekelezwa, hasa tukiangalia mawaziri wa mrengo wa kulia ambao wamekuwa wakitishia kujiondoa? Ni kweli siasa za ndani ya Israeli zina mchango mkubwa sana nini kinachoendelea Gaza. Kwa upande mmoja, Benjamin Netanyahu na umoja wake wa kuongoza Israel umeweza kwa muda wa miaka miwili sasa kuendelea kuwepo madarakani. Ukisoma kilichotokea mashambulizi yaliyofanyika ndani ya Israeli, wako hata wanaotuhumu kwamba shambulio hilo lilipangwa kwa namna fulani ili kunusuru utawala wa Benjamin Netanyahu uendelee kwa madarakani. Kipindi hicho shambulio linatokea hilo la Hamas, kulikuwa na maandamano makubwa sana ambayo hakika yalikuwa yanamuondoa Benjamin Netanyahu madarakani, huku akiwa anakabiliwa na kesi ile ya ufisadi. Kwa hivyo vita vimemweka madarakani, na ndio maana kwa namna yote ile lazima aendelee kuhakikisha yuko kwenye vita. Itakaposimama vita ya Gaza, utakuwa ndio mwisho wa Benjamin Netanyahu. Wale wanaomuunga mkono wanaendelea kupungua. Mohamed Issa, ukisema inaposimama vita ya Gaza ndio mwisho wa Benjamin Netanyahu unamaanisha nini? Benjamin Netanyahu hajakaa madarakani muda wote, ila ni kwa sababu ya kuendeleza kukamata ardhi za Wapalestina, ukanda wa magharibi wa mto Jordan, maeneo hata ya Yerusalemu yenyewe, na hivi akitishia kuikamata Gaza moja kwa moja. Kwa hivyo ni vita ndivyo vimemweka kwenye madaraka Benjamin Netanyahu kuendelea kuwepo madarakani. Na mpaka sasa hivi jeshi la Israeli wengi wanaojiunga kwenda vitani ni wale wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba ni vita ndio itafanya aendelee kwa madarakani. Ikisimama vita, Benjamin Netanyahu ataondoka na haitochukua hata wiki moja. Na asante sana Mohamed Issa. Pengine nije kumaliza na wewe Sister Jane, nafasi ya Hamas katika mkataba huu wa amani ambao kwa sasa unasimamiwa na Marekani uko wapi? Lakini pia miaka miwili hii na kwenda kutamatika tangu vita hivi kuweza kuanza, tunaona mwanga kiasi gani kumalizika kwa vita hivi? Katika hiyo hali ya mzozo wa Palestina, Hamas imekuwa mati ya kukanyangwa, na tumaini kuna direction wataishi na vita zitaishi, alafu tutakuwa na amani. Na asante Mohamed Issa, unamaliza vipi tumalize? Vita ya Gaza inaweza kusimama iwapo tu kweli Donald Trump ataamua simame, lakini kama anacheza hizi karata zake na Benjamin Netanyahu, vita ya Gaza haiwezi kusimama. Taendelea kuwepo pale, na watakaoumia ni Wapalestina, wanawake, watoto na wale wasiokuwa na uwezo, wakifa kwa njaa pamoja na kuuawa bila hatia ndani ya nchi yao. Mohamed Issa huyo, lakini pamoja na Sister Jane.